Asante sana Manoti, karibu sana hapa kwa ofisi yetu ya CDF. Ile imejengwa na pesa ya CDF. Na topic yangu ya kwanza siku ya leo ni kuhusu mambo na CDF. Nimepita pale kwa ofisi nimeona kuna maandishi umega pale kwa board. Inasema on Monday sijui kuna event, labda tuelezee labda hiyo event ni gani? Event ya Monday tunataka kupeana pasali. Vile mnajua pesa ilichelewa kidogo. Sasa ndio tumepata pesa, so we are giving first tranche of day school pasali. Na tunapeana watoto, I think it is around 4,000 na kitu, lakini wale wanasoma day schools. Tukimaliza hii day schools, pesa nyingine itakuwa imekuja ndio tupeane sasa boarding. Kumbuka tulikuwa tumeweka kitambo sana ya kwamba tutapeana pesa tutakuja kupeana. So we have been telling parents who hold on kidogo, pesa kachelewa. Pia mnaona iko siasa mingi ya hii pasali. Choose tulikuwa tunafanya public participation. Tuulize raia kama wanataka hii CDF iendelee kupaki na mjumbe ama irudi kwa county government. Sasa ile tumemaliza, tumeona mzee Raila naye anasema iende kwa county government. There's a lot of siasa. Wacha nikukata kidogo. Hii pesa ilikuwa irudi kwa county government ama iende kwa ministry? Inaenda kwa county government. That's what Raila anasema. According to Raila, anataka hii pesa iwe administered from the governors. Anasema hiyo maneno ya CDF na anasema maneno ya roads. You know, hii maneno ya kura, kera, serikali kuu, that's members of parliament yepaki na Kena. Lakini anasema kura, kera, hiyo pesa nataka nirudi kwa governors. Na ya basari? Hata ya basari anasema. Kwa sababu ukisema ni mambo na CDF. Anasema CDF ikuwe disbanded. So that we can itolewe kila kitu. Itolewe kila kitu. Na mambo na security itaenda wapi? Si itaenda kwa county kulingana na yeye. County wata manage mambo na security kwa sababu tunajua is a national function. I think that's a question we are also asking ourselves. Hiyo ni kitu sisi tunajiuliza. Because I don't know what Raila wants. Sijui Raila anataka nini. Mimi simuelewi. I don't understand him kabisa. Kwa sababu kumbe hata Mungu anaona. Imagine kama Raila ndiye angekuwa president ya Kenya saa hii, with the way he's behaving, angekuwa nini? That's why mimi nasema, unajua mtu kama William Ruto, ya dipina member parliament, na hii maneno ya CDF ilianza yeye akikuwa mjumbe wa Eldoret. I think Eldoret not that time. He understands what CDF is. A rural person. What he wants and how we can benefit. Lakini unajua Raila si amewahi kuwa mbunge pia, lakini na napa na area like Kibra where maybe hakuna CDF ilikuwa inatakikana. I can tell you for free today, Manoti, if we don't have passed with members of parliament, sijui watoto watasoma namna gani. I'm one person who has seen how vile watoto wamesoma na hii pasal from the time I became a member of parliament in 2013. And by the way, mimi narudishwa kura kwa sababu ya hii pasal. Hakuna, mostly I can say 50% of my votes sile watu wananibia kwa sababu ya pasal. That's why you could see even when uliweka hivyo uongee chosho. I put it on so that you talk. That's why you could see in last elections hii tulienda hii ilikuwa wave ya UDA in Nakuru County. I can tell you for free that watu walibia kura kwa sababu ya sile pesa za CDF. Unasema 50% inatoka kwa basari. Kabisa. Hii 50% nyingine inatoka wapi? And of course inatoka from other places. Tuseme vile unaandika watu vile maybe maneno ya mabarabara. The way you are accessible to people. You know me, I'm very accessible. I'm one person who is accessible so much. Kuenda kuangalia maslahi ya watu wakipata mashida. Even when police officers misbehave for no reason. Police officers misbehave. They misbehave. They misbehave so much kwa sababu
Unakuta saa zingine askari wadogo wanashika watu ovyo because they want to raise money from them, and I'm always there for people to be assisted. So ni maneno ya basari tuseme hivi. Kwanza kabisa nataka kuambia watu ya Nakuru Town West ya kwamba wakuje kuona ile pesa tunapeana kwenda day schools. Labda pesa ngapi? On Monday. I think it's around 30 million. 30 million. Yeah. So wakuje hapa tukuje tupewe walimu because the teachers will be here for those ones who are in Nakuru. Sile zingine kama ni cheki moja msasi atapewa. Lakini nataka kusema hivi, hii pesa ya CDF hii Raila anasema isipewe wajumbe. I don't understand ni sheria gani ile inasema that because we oversight secondary schools. Mimi sijui ni pesa gani anasema. Maybe I remember some time back wakati nilikuwa to say 2010 when chini I used to be very sharp. Kufikiria hata kufanya vitu mimi mtu nilikuwa na na mheshimiwa anasema lakini siku hizi au yuko sharp, nimeanza kuwa na sahau. I think Raila amesahau. That's what that. Nataka kukuambia kama mimi miaka yangu mimi nasahau. So what about Raila? So we can't blame him, but we need to get some people waende wamweleze. Ni kama hajaelezwa mzuri. Because kama angekuwa ameelezwa angekuwa anagusa ibasari. Ana Mungu tuputu tatu question on Monday. Ni waeleze nimwambie Raila anasema ibasari yetaloyo. Ni waulize nimwambie ni wangapi wanasema yetaloyo na wangapi wanasema ole wote atasema. Because ibasari kupeana pia is not very easy the way you think. Ukikuja hapa uone ile kazi staff wanafanya ndio tufikie watu wanaenda kujua pale chini. Si kazi kidogo. Because we must do vetting. The vetting tutafanya ni gani? Lazima ukuje na kitambulisho, tukwenda tuangalie kama hivi you are afforded na Nakuru Town West, to avoid watu kutoka nje wakuje kuchukua pesa hapa. So ni kazi nyingine ngumu sana. Mimi nikasema hivi, Raila could be right maybe. But what could be telling Kenyans ni kwamba let's do away with the CDF. Let's do away with the governors getting this money from CDF. Let's do away with the women getting this CDF money. Let's do away with the governors. Let's have a kitty at the national level where we say that the primary and secondary school education is free in this republic. So that the mtoto akifanya mtihani asikuje kusimama hapa kuniambia ati mimi nataka pesa ya kwenda secondary. Mtoto akimaliza mahali ameitwa yeye ana proceed kuenda. Why can't we have free primary and secondary education? Ikuwe free in this republic. Na si wanasema, I mean, wanasema mheshimiwa ni free. Yeah? Si wanasema ni free. Kama leo nimeona CS Ogamba amesema they have dispatched 22 billion. Sisi unajua tunataka education is free, mbona sio free? It's not free because primary capitation supposed to be free. Capitation ile wanasema, you know what is happening here? The government, the school fees ya shule tuseme kama mtoto yule anaenda national school is supposed to be 53,000. So what the government has done, that's why even in his day school when they can go you, but the government has said it gives capitation ni ile pesa inatoa kama day school. It used to be I think 21,000. 21, which the present government has reduced to 15. Lakini siku hizo wanasema mwanafunzi analipia chakula. Hiyo that is an arrangement ya between the mzazi na shule. And that's what pesa ndio tunapeana hapa sasa. In fact, kwa hivyo basari mnapeana nyingi inaenda kwa chakula. Inaenda kwa hii day school ni chakula, hakuna kitu kingine. Day school is just chakula. Well, let me say this. Free day school in secondary schools. It's free education in secondary schools. Day schools. But not the body. Now, the government gives capitation of some money to cover whatever is done in school. Lakini they don't cover chakula. Wacha nikuulize kwa sababu wewe ni mjumbe. Mbona serikali isinunulie paka watoto chakula?
You know, they assume that day school you leave your home unaenda shule kusoma. So huwezi kaa njaa kutoka asubuhi mpaka. No, you know, common sense too. Ya kwamba kama mtoto anatoka nyumbani atakuwa amekula. Haya sawa. Unajua watoto wanakula nyumbani, that's what we are saying, wanakula nyumbani na kuenda. Hiyo ndio wanalipua ile 21,000. Alafu wale boarding school wanalipiwa walipi yote, wanalipa, so from the difference from 53 wanatoa 21 inabaki 33. So 33 mzazi inatakana alipe. That's what we are saying, even in boarding schools inatakana hata yetolewa. Let me ask you a question. Juzi tumekuwa na public participation. Unaona itakwenda vipi kwa sababu majority walisema CDF ibaki na wajumbe. Hapa Nakuru Town West pia 99% walisema ibaki na wajumbe. Si itabaki. Raila does not make law. Nyinyi ndio mna make law. No, but we have said we are passing it. So Raila kazi yake. Kwa hivyo CDF itabaki tu bado. Of course, from the majority of people they say the part. Let me ask you. So ikarera ya Raila anasema sijui ni ya nini. I don't understand what is making.